kuifanya akiwa anaumia. Mara kadhaa niwahi kuambia, hata kama unataka kuja kufunga siku nyingi, hata kama hujawahi kufunga, haziwagi ngumu zile siku, haziwagi ngumu kwa mtu ambaye ana trending nzuri ya kuomba kwa muda mrefu kwa namna fulani. Haziwagi ngumu kwa mtu ambaye ana namna ya kufunga siku chache chache au muda mfupi mfupi. Ni usiku tu, amekula mchana, sema usiku sitakula, alikula usiku, sema mchana sitakula, na namna nyingi za kuombaomba. Karibia na wakati anapoingia kufunga siku nyingi, mara nyingi hawi na mlima mrefu atakapofunga zile siku nyingi. Anakuwa na nguvu nyingi sana inayokuwa imefunika maisha yake. Sasa kuna vitu ambavyo sijajua, lakini huenda vinaweza vikatupeleka hata kwenye kufunga siku nyingi sana pamoja. Mtazamo ambao nataka kwenda nao, inawezekana nitachomoa katika siku ambazo niko salama, kwa sababu yoyote huenda nitaingia, nitachomoa, nitaingia, nitachomoa, lakini huenda mojawapo nitakayokuwa nimeingiza miguu na mikono, huenda tutaenda tunapofika mahali namna hiyo tunayoendelea nayo tu haitoshi, na kwa sehemu kubwa haitakuwa mzigo mzito. Jiandae, naweza kaja kuta tumeingia kwenye kanamna ambako si ka kawaida, ka siku nyingi. Siku nyingi tupo kanisani, yaani kwamba tukishindwa kuzaa chochote, watu wote hao wanajua pia na nguvu tunayokuwa tumeitumia. Sio tu umeshindwa kimya kimya, inatakiwa unashindwa na mshindo. Unashindwa, watu wanakuona, lakini kuna kitu ulikuwa unajaribu kufanya. Ulipoacha kufanya hiki, ulipokuwa ufanye hiki kingine ulikuwa unafanya kwa lengo lile lile. Sasa kwa kuendelea katika fundisho la nyakati, umaalum wa nyakati, nabadilisha utaratibu kidogo wa kila siku kufanya yale katika yale masaa mawili, na inawezekana baadaye atakuwa yote, lakini sasa takapoanza maombi saa 12, saa 1 wote mnaanza kuombea hapa. Saa 1 hadi saa 2 mnaimba na kuomba, mnaimba na kuomba. Mungu asifiwe. Mtatura ameshaondoka. Nimeangalia tu kwamba ninasimama mimi kwa sababu haijua nitamsema, kwa sababu Baba Ezekia amesema anataka kusanya hela za kuolea, kwa hiyo tusimguze kwa sasa. Lakini kitendo cha kwamba mama sasa hao anapiga kinanda hali aliona, yaani ataendelea kupiga, lakini nitaka nijue kwamba huyu mwingine ngoja tumpishe tafute hizo za kuolea. Lakini mtatu naye nitaka kumuuliza, na wewe nitaka kuoa? Amna, wote ni Amazon tu. Kanisa likiumba, yani kanisa likiwa kwenye mapito, shetani akimkabiri mtu, akikuyumbisha, cha kwanza kinachokuwa faraja ni dhambi. Sasa kuoa sio dhambi, kuolewa sio dhambi, ila cha kwanza mambo ya kiumba, imani inapopita kwenye upepo, vifariji ni vile vyote ambavyo viliwahi kuviruka, kwamba ngoja nikazane na Mungu kwanza. Hivyo ndio vinavyokuja kufariji kwamba sasa oa ndo utakuwa imara, olewa ndo utakuwa imara. Katika huko kuolewa hujakaa sawa, basi
kinakuja na hebu chini, ndio kichwa kitakaa sawa, kwa sababu kuolewa sio leo wala kesho. Sikatai kuoa, wengi mnaolewa mkiwa mna sifa zote za kufika wakati wa kuoa au kuolewa kabisa, mnakuwa mmeshawaluka nyoka wa kutosha Amazoni. Kanisa hili kipande kubwa, mnaooa mnaolewa, yani mnakuwa mko kwenye sifa, lakini kuna ule wakati mnakuwa na kila mmoja anataka iwe ni sasa, iwe ni sasa. Ile sio kipimo kizuri, sio kipimo kizuri. Sasa mtatoro mtamwambia, sababu bado tunaamuli naye, tukishindwa tu basi ndo lakini mtamwambia basi ajitahidi sana siku za ibada mchana, kama naondoka muda kama huo hakuna shida, lakini hakikisha na kuwepo. Ila hataacha mama kitaka kupiga ile wanajizoeza, kwa sababu ni kama ndo mwenye Mungu, ndo mwenye ibada. Kwa kisia kujizoeza au anajizoeza, kwa sababu Ezekia mimi ndo nilijua Eze ni mwenye Mungu. Hapo sasa nilipomwona hapa katikati amechangamka, nikasema tutaonaga mwishoni. Hii dunia tutaonaga mwishoni. Nani anaweza akawa wa Mungu milele? Kwa sababu Eze nadhani alikuwa nafahamu, nilikuwa naongea sana hapa, akitaka chochote atakachotaka kufanya kwa alivyojitoa, kanisa litafanya, sisi tutafanya. Pengine tulichokuazana ni njia, inawezekana amini kwenye njia zile tunazoweka. Sasa namwambia zile njia ni upendo, hatuna wivu. Hatuna wivu. Unapopita zile njia utashika ambavyo sivyo. Hiyo vichache ulivyoshika vingetumika kukufundisha kwamba kweli siwezi. Hizi njia zingine zitatumika kunisaidia kukagua. Tunachokosana ni njia, tujakosana lingine lolote. Nakosana ni njia. Yeye anataka njia. Sasa ukianza njia hiyo ya kwamba ngoja ni mtest kidogo, niona nachukuliaje, hautaishia kutest hicho. Kuna kitu kingine pia utataka, ngoja tuonje na chenyewe kimekaaje. Tumeweka hiyo mipaka ya kutest. Tunajua watu walishaonja vingi sana. Vijana huko mitaa nasema tunawaga watu ambao hawazai. Hili mimi hiyo nilikuta miaka 2000. Kuna kijana mmoja, sasa kumtaja jina, mwaka 2000 kamili yule. Kuna kijana alimpenda sana binti, lakini alipofika hatua anasema anataka kumuoa. Anasema wazuri sana kama hawa wazaagi. Hapa afadhali nianguke tu, ngoja nione kama anabeba ujauzito. Alivyobeba akasema huyu basi naweza kuoa huyu. Ndo akaoa hapo, binti ana ujauzito. Akawa anasema hapana, nadhani ni salama. Kianza kuonja imani ya mtu, kuona yu hali gani, hautaonja tu msimamo wake. Hautaonja msimamo wake. Kuna kitu kitakuja baadaye, nasema hawezi akakubali kirahisi hivi. Utakuwa na shida nyingine. Sasa hii shida nyingine wewe tuijue mapema. Imeandikwa yaliyofunuliwa kwenu yenu ninyi na watoto wenu. Lakini asiridi ya Bwana. Sasa unapotoa maonyo fulani, hatuna wivu. Eze katika maelezo mengi niliyokuwa natoa, nilikuwa nasema kwa namna sijai kuona mwenye mpiga kinanda katumia muda mrefu kama alionao Eze. Hata kama anashindwa hapa, kavunja rekodi za wapiga kinanda. Yani kavunja rekodi. Mimi nishasema mtu anayeshindwa hapa tulipo kwa sasa
Wengi wanashindwa wakati wanatakiwa kupewa tuzo pia. Lakini kile kitendo ambacho baadaye aliaga, anasema naanza sasa kuzitafuta hela, nitakuja ibadani muda ambao utapatikana, tani tafuta za kuoa sasa. Nizaa natania bwana. Baadaye ikakuta kumbe serious. Sasa taacha kwanza akomae, endelee na hiyo njia. Akirudi kiujumla mbele, njia haiko kwenye maisha aliyoamua, njia haiko. Tukisema huu ni upendo, sio chuki, sio wadui. Mbele njia haiko. Kiwa nasema ujue moyo umeuma, umefika pa mwisho. Mbele njia haiko. Ila kwa sababu sasa tusije tukaonekana tunawachelewesha, tunakalia imani za watu, maisha ya watu, naamua uache kwamba si utendi dhambi. Si uendi kufakamia mashangazi huko barabarani kutafuta hela tu. Mbona naye Libariki naye tunampata kwa shida? Unafikiri naye ndo Daudi mfupi yuko yule pale, hana hela, hana Mungu. Na anawaza kwenda Kigoma, kumbe kweli alikuwa anawaza kwenda Kigoma. Alikuwa anasema juzi. Alafu mimi nilikuwa nasema, sio nilikuwa nasema kana kwamba najua kweli hana hela. Sababu niliongea naye akasema kuna sausage wananiuzia vijana. Alafu pia sasa naanza asali. Ukisikia mtu ameajiri mtu, mimi najuaga wao wanaokuwa ameajiri hawa kidogo na wenyewe wako vizuri. Kwa hiyo nikawa najua, mpaka nasema kwamba Daudi utaenda Kigoma, hela una, Mungu una. Nilikuwa sijui hata kwamba hata sausage sijui kama anaendelea nazo. Asali yuko kiwango gani? Lakini ukweli ni kwamba atafanya safari ya mwisho kwenda Kigoma. Hana hela, hana Mungu. Atafika tu anapitiza kirabuni, au anachukua kadada fulani kaliko shindikana, sema tuanze maisha hapa. Lakini ukweli ni kwamba tukikuacha uishi unavyotaka, sikatai kufanya kazi, lakini kweli hakuna anayeweza kujitoa kwamba mimi ni sadaka ya Mungu. Nikiwa navyo ni wa Mungu, sina ni wa Mungu. Wapo wanaojaribu sasa hivi, tuko nao hapa, watakuwepo kipindi kadhaa hawatakuwa na chochote. Ila mimi sisikitiki kivile, kwa sababu kwenye Biblia walioifanya iwe nzito ni wale ambao walijaribu kuingia kwamba miezi 6, mwaka mmoja, nitashughulika na mambo ya madhabahuni tu. Yaani nitashughulika na mambo maalum kwa ajili ya neno la Mungu. Walijipa huo muda, wakatenga vitu fulani, wakajipa huo muda. Nitakuwa na muda mwingi wa mambo ya kanisani kuliko mambo yangu mwingi. Waliofanya jambo kubwa kwenye Biblia. Sasa kwani sisi atatokeaje? Kila siku tupo mtaani, tunaangalia IST mzee. Tuko mtaani tunaangalia Alaum, tunaangalia IST sivyotumia mafuta mengi, tunaangalia pikipiki Boxer, tunaangalia 110. Tuko mtaani mpaka tunajua kabisa tuko kila siku. Mimi sikatai kuoa, sikatai kuolewa. Tena sipimi muda. Anayetaka kuoa, anayetaka kuolewa, usha miezi 6 au ngapi. Hata kesho, hata mwezi mmoja.
hata miezi miwili, lakini walau unapoelekea kwenye kuoa hiyo miezi miwili onekanepo basi, kawe hata kawe ka mwisho mwisho, uwe special kwa ajili ya Mungu. Basi sogea hapo. Wewe alisema hata kesho, ili kanisa sisi hatuzuii. Kesho tu umeongea na wazazi pande zote mbili, kesho hiyo hiyo jioni tunamaliza. Yaani unatoa mahali asubuhi, unaandika fomu inajibiwa, mchana unaenda kutoa mahali, jioni tunafunga. Hiyo hatuna shida nayo. Bwana asifiwe. Najua nilifikiria sana jana, mama nafahamu changamoto aliyo nayo, naifahamu na mimi ninayo. Sasa kile kitendo cha kwamba baadaye akawa anapiga hata alivyokaa, ili ukae vizuri, tumwambia naye Fred, nadhani Amazon tumetoka, lakini mambo ni mengi, hata studio ili uoperate vitu inatokea kinanda akiwa hapa, unapiga hivi, hata ukikaa ukifanya hivi ni tatizo. Ni tatizo. Mungu ameruhusu ako kachangamoto, ameruhusu, ni baraka nako, tunapita tunaandikisha rekodi. Ndio maana wakati mwingine ilikuwa unamwacha kwa mhuru, akipiga aache atembee kidogo, baadaye ndio muje. Sio kwamba na wengine wanataka wanapiga na jioni na baadaye taka Ezekia na ya Mungu niwaelekeze kitu, sio na mhubiri naelekeze kitu, wakati tunaimba wao wanafanyaje, wao wanajua nini, lakini pia wanafuatilia hizi ibada. Hatuanzi sisi, kuna watu wanafanya. Sasa ni vizuri pale panapokuwa na maelekezo maalum yanatoka, ujue cha kupiga. Sio tu kuna maelekezo yanatoka, anayeomba ni mmoja, wewe tu sasa. Yaani chochote unachotaka kufanya, hakikisha maelekezo unayopewa saa unayopewa, utaendelea kuharibu. Lazima ujue unavyopewa maelekezo husika nia ni nini. Haya hatuyatoi mbinguni, tunayatoa kwenye jamii humu katika namna iliyo bora. Kwa na wewe lazima uende kufanya research, hii kinachoelezewa hivi, kwani kinachotakiwa hasa ni nini? Unaenda unapitia ibada mbalimbali za watu, unazoanza kuona zile za mwelekeo huo, unaanza kujua kinapigwaga nini kwenye wakati gani, na wewe walao unatuletea kizuri, huwa kinajieleza tu kwamba hiki mimi sikijui, lakini anajaribu kuingiza kitu fulani cha maana. Nje na hapo basi tutakuwa tukielekezana hivyo hivyo kimoja kimoja, unaanza kufanya hicho hicho toka tunaanza mpaka tunamaliza. Kila mnapofika mwisho mnapofika mwisho, mpambizaji ndo anataka apambize lile neno liwaongoze watu, na we pale pale ndo mnafika mwisho, mpambizaji anataka apambize, na we pale ukisikia ukiona unasema hii ndio Pentekoste. Hapa ni kusubiri tu upoli, tuende tukasubiri kunyakuliwa kwa Yesu. Kuja kwa Yesu. Pentekoste, yani Pentekoste kabisa zilipokuwa Pentekoste ilikuwa gani hivi? Zilipokuja kabisa Pentekoste ilikuwa ni hivi. Hapo ndo watu waliona Yesu dakika yoyote anashuka kulinyakua kanisa.
Kasikiliza, nimerusha wa Pentekosti wale wa Uganda walienda polini tarehe 23 kusubiri. Walienda polini kusubiri Yesu anarudi. Wakainua macho wanaangalia hivi. Sasa pale nimeweka na picha zenu. Iko wapi piano? Nimesikia sasa tena. Nimeweka picha nasema hawa na akili potofu sana ya unyakuo. Nimeweka na kwako pale na Anodi mmeinua mikono. Na Esther na Magire. Nimeweka yani watu ambao wako wanajitayarisha kunyakuliwa. Kasha na akili potofu sana kuhusiana unyakuo. Kiujumla nimepoteana lakini Mungu atusaidie sana. Kwenye maamuzi yoyote unayoweza kuwa nayo kujitoa kwa Mungu, kila kitu kinawezekana. Kwa mfano umeamua, mimi hususan ni mwanaume, ingawa hata mwanamke kwa hapa kanisani, umeamua mimi nitakuwa wakfu wa Mungu, nikioa, nikiolewa, nitakuwa kinaweza. Utamkuta mtu wa level hizo wa njia hizo, na hata ambaye akuwa wa njia hizo atakubali kukuacha wewe uendelee na njia hiyo au aishi kwenye njia yako. Imani ndo kumkonveti mtu yoyote aishi kwenye njia zako yoyote. Hakuna mkate mgumu mbele ya chai. Imani ndo master. Ndo master, ndo inaweza kuendesha aje mwanaume wa aina gani na anakuja wa aina hiyo. Sio unaomba Mungu wao wenyewe wanaanza kujiadjust. Yaani wanaanza kujua huyu anataka mwanaume ajawe wa aina gani. Jamaa anaishi hivyo hata miaka 3 ili umuone ni yeye. Anaishi hivyo hata miaka 3. Wewe imani ni kila kitu. Na hata ikishindwa kukupatia kwa macho haya, kwa namna ulivyojitoa, Mungu anamleta kwa sababu ya moyo ulio nao kwake. Mungu anamleta wa aina ya maisha yako. Nimeona kwenye maisha yangu sikuwa na mafunzo ya hiki ninachoongea, lakini nilikuwa najua tu inawezekana nikaishi maisha ambayo nikiingia kwenye ndoa sitajuta. Na ndio maana sikuwahi kupenda jumla. Hakuwahi kutokea binti nimempenda jumla. Kila binti ilikuwa nakuja aje kwenye ile picha ambayo nitaishi. Akionekana tu kidogo na mashaka, hadi siku moja kabla ya harusi nilikuwa niko tayari hiyo ndoa Mungu afanye kitu, ifie hapo. Lakini hata baada ya kuoa mpaka leo mimi siwezi kuishi na mtu atakayeniumbisha. Hata mama yenu siwezi kuishi naye akiniumbisha. Anajuaga sura zangu, ni mtu wa kucheka muda wote, sina ukorofi muda wote, lakini pakitokea anayumba kimtazamo hata kwa bahati mbaya, namkalia kimya ambacho kinamshtua. Kwamba hapo unatoka kwenye njia. Mimi sio huyo. Mimi huko siendi na siwezi kuja hivyo. Sasa zaidi ya yote hawa ambao hujamuoa hata kumuoa, mimi walijisqueeze mabinti, walijichekecha, walikaa mikao ya aina yote, wenye kubadilisha manguo walianza kuvaa vitambaa, walibadilika mabinti wa kila aina. Aone brother, nataka mwanaume wa aina gani? Kijini kwetu kuoa na miaka 26, 27 ni mzee. Kijini kwetu top walikuwa nao miaka 23. Top. Alioa kijana mmoja wa miaka 25 alikuwa afaraga, yani alisemwa kweli. Wakati sisi hatujafika hiyo miaka. Kaitwa ulimbaga yule. Lakini walao waliokuwa naokoka kidogo walikuwa navuta kidogo.
wengine wote 17, 18, 19, 20 top 21, kila mmoja na kushangaa, we sasa lini? Sisi tulikwenda tuliokwenda. Kwa hiyo wakati mwingine mnakuja kuyumba kwa sababu unaanza kuwa na njia zingine kabisa. Wewe nafikiri mimi ni lazima mtu awe na kitanda ndo aoe? Lazima mtu awe na 300,000 ndo aoe? Kuna ndoa ya bila mali yoyote naweza kufunga na ikafungwa kanisani. Tunampigia simu tu mzazi, hela hamna. Sio tunamfuata kwenda kukaa naye, anapigiwa simu. Sio pana 20,000, hamna hata 100. Basi wangekuja tu hata uniwafahamu. Sasa hilo sio shida, pikipiki zipo hapa. Sababu tukiwapa gari mtaanza kusema za gari sasa mmezitoa wapi? Wanakuja na pikipiki au roa mguu, amechafuka vumbi iko hapa. Laza kwa gari, ndo yupi kati yao? Sasa fundisho sio hilo. Yaona fundisho kuna wapo nataka kuongea mpaka nataka kusema hicho kipindi asikiweke hata mtandaoni. Lakini kwa sababu sasa hakuna shida, ibada ni yetu, au watu wengine wanashiriki sehemu tu ya ibada yetu. Kwa niseme tangazo sasa hivi kila saa 1, yani itarudi saa 12, itarudi masaa yote mawili. Lakini najua wengi tupate ile ibada ambayo itafanya wengine wote wao wanashiriki. Kwa hiyo kutoka saa 1 mpaka saa 2 kwa ibada zote ambazo zinaanzaga, yani Jumatatu mpaka Jumatatu, ukiachilia Ijumaa na Jumapili, sababu Ijumaa tutaanza na Jumatano. Ijumaa tutaanza saa 1 kamili. Hiyo ni mimi mwenyewe nitakuwepo. Katika siku nyingi ni mimi mwenyewe nitakuwa na kuwepo. Jumaa saa 1 mpaka saa 4 nane stop. Lakini siku zingine zote mkianza saa 12, saa 1 kasoro mnaanza kuimba na kuomba, na watu wote wanakuwa kwenye seko hii. Hakuna wakuombea ndani, hakuna wakuombea ndani. Na hiyo itarudi saa 12. Tutaenda nayo namna hiyo kwa sababu inafanya karibu kila mtu awe anaomba. Lakini mjitahidi sana mnaoweza kubalansi simu zenu na kazi zenu. Hayo maombi yanapoanza hapo, usionekane umeshika simu. Unaweza kubalansi biashara zako na kazi zako ziwe zinatambua umaalum wa saa fulani, hata moja usi unashika simu. Na hata ikitokea kuna jambo ulisahau au kuna mtu amekutonya, basi unaenda unaweka sawa karibu kila kitu, alafu ikiwezekana simu inazimwa.
Unawaambia tu itawashwa baada ya muda fulani, itapokelewa baada ya muda fulani. Kipindi hicho kiwe na umaalum wa kwamba hata kwenda haja ndogo au kubwa kiwe ni kitu kinalazimika sana. Otherwise ni uliposimama, karibu kila kamera itakapokuja hapo iko na. Kwa maana hiyo namaanisha kwamba tutakuwa tukiwa hewani kwa huo muda, tuko watatu, tutakuwa tuko hewani. Nataka tuingie kwenye kakipindi fulani maalum kanakoonyesha pana tatizo, kanakoonyesha mambo hayako sawa, mambo hayatakiwi yabaki hivi. Kama kakipindi kwa lugha nyingine kanaweza kutumika kwamba kukata rufaa. Ni kwamba kesi imeendelea, lakini namna inavyoendeshwa hatukubaliani nayo. Najua kesi ikiwa inaendelea unaweza ukakata rufaa kwa jaji, ukaitoa kwa hakimu, ukaenda kulalamika kwamba mambo 1, 2, 3 sikubaliani nayo, ili hakimu, jaji atoe maelekezo kwa hakimu kwamba iwe hivi. Ama ilikuwa kwa jaji ukaipeleka kwa majaji wa rufaa ili watoe maelekezo kwamba kesi iendeshwe kwa sura 1, 2, 3. Kwa hiyo mambo yalipo hapa yanahitaji tukate rufaa kwamba uendeshaji wa mambo yanavyokwenda si sawa sawa. Panahitaji umaalum, panahitaji umaalum ambao hautakuwa mzigo, lakini utakuwa tofauti na ambavyo tulikuwa tukienda. Sababu hapa katikati pana kauholera ka mtu kusema hata kama sipo nipo, hata kama sipo nipo. Yani amefanya hajafanya sawa, hii bado iko pale pale. Simaanishi wewe ambaye kazi zako zinachangamka vizuri saa 1 hadi saa 2 hadi saa 3 basi ulazimike kuwepo. Hapana, utaweka vizuri utaratibu, nadhani itakuwa pamoja na wewe katika wakati unaokuruhusu. Zitakuwepo siku za mchana kama vile Jumatano, na sio kila Jumatano uwepo wewe wakati una mambo yako ambayo hayakai sawa. Tutakuwepo tutakaoweza. Kwa Jumatano za karibuni hapa, wewe jua nataka pawe na kaumaalumu fulani. Kaumaalumu hako katakuwa na malengo 2, 3 ndani yake. Lengo mojawapo ni kwamba Mungu huwa anasema wazi kabisa kutoa maelekezo nini kifanyike wapi, ambacho mtu anapoenda kukifanya kile, anapoongea kwamba Mungu amesema tufanye hivi, linakuwa jibu clear, linakuwa jibu clear. Yani hata alisema Mungu acha hii unaosikia ya manabii, si Mungu amesema tuombe, Mungu amesema tufanye hiki, Mungu acha hii. Imo kwenye Biblia. Kwenye maisha yangu hiyo namna imewahi tokea. Mungu anatoa maelekezo ambayo ukimwambia mtu Mungu amenipa maelekezo haya, tufanye hivi na hivi, hata kabla ya matokeo yoyote, mtu anasema aliyekuambia ni Mungu.
Mtu anasema kweli Mungu yuko. Anasema kweli Mungu yuko. B ambayo ndo A ambayo nilisema wakati uliopita, nisema ifike mahala kama Biblia ni kweli, tuombepo utendeke muujiza unaojieleza, yaani lifanyike jambo linalojieleza kwamba hapa aliyefanya ni Mungu. Lifanyike jambo ambalo linajieleza hapa aliyefanya ni Mungu. Kuna baadhi ya vitu, kwa mfano hapa nimwambia kwa habari ya simu, kwa habari ya kwenda uani pasipo na sababu, huwa vinathibitika. Sisi ni maholela sana, huwa vinathibitika. Na moja njia ya kudhibiti kwenda uani, hata kama ulikotoka ulikunywa maji, usiombe umekaa. Fanya namna kadha wa kadha, fanya namna kadha wa kadha, kila kitu kinajiseti. Hata kama itatokea umeenda mara moja kwa mbio, alafu baada hapo natulia, vinginevyo upelekwe iwe ni mtoto. Lakini watu wazima nitataka kausirias kidogo. Sio kwamba tutakufukuza tukiona hata kufukuza, lakini ni vizuri nikakufundisha ili baraka. Na mambo yenyewe sasa hivi tulio tayari tunaweza kufanya, tutakaoanza kwa moyo na kwa uelewa, tutakuwa wachache. Kwa wakati mwingine kuomba kwako kutamfanya mtu mwingine ashikilie. Kwa hiyo nakuandaa kwa upendo, sio kwamba nitakufukuza. Sio tutakufukuza wakati natoka nje, lakini isiwe hivyo. Sasa nimesema jambo A lilikuwa Mungu afanye kitu fulani cha uokozi hata katikati yetu tu hapa. Katikati yetu kitufanye tuendelee tukimtukuza Baba aliye mbinguni. Kifanya tuendelee. Nani yule Anodi asoma moja maandiko, katika maandiko mengi aliyosoma ilikuwa baraka sana katika funzo lake la jana. Aisoma ile la Yoeli kwa baraka sana. Kasoma la Matendo kwamba wakaenda wakawapasha ndugu zao habari. Walipowapasha wakaomba kwa sauti moja mpaka mahali pale walipokuwepo pakatikiswa. Wakanena neno la Mungu kwa ujasiri, ishara na maajabu zikaambatana nao kwa mapana. Kiujumla, jana na watoa vipindi na mhubiri mwenyewe niliona wanafikirigi kumpata mtu anayeweza kwenda kwenye frequency zilizopo. Yani Anodi alimojaribu kupita maandiko aliyoyasoma, nikiri kwamba nilimshangaa kwamba sijaona muumini wa kuyatafuta maandiko kama hayo. Katika waumini nyie mliopo, pengine kina Zawadi, akina Alex, Alune, ndio ambao akisimama kuhubiri utategemea atatafuta maandiko fulani ambayo hayako pamoja, hayashabiani, lakini yanaunda maana moja. Wengi ni kama mnasomeaga ya kusachi uthubutu. Wengi kama mnasomea ya kusachi, unaingia kwenye simu na sachi amani, kwa unaanza kulipata kila lilipo amani. Kumbe liko na hapa nayo nitaenda kusoma, unaandika pembeni. Lakini Anodi na baadhi yao ndio wanataja, aisoma maandiko. Nilimfikiria mara 4, nikiona sijui kama research kitu gani.
Andiko la Yoeli akaenda, andiko la wanapokusanyika wawili au watatu, mimi niko katikati yao. Yoeli kawaite, ombe, wafanye hivi, nitafanya hivi. Yaani alivyosoma ile maandiko nikasema, hivi sio vitu vyangu, sijawazoea wananchi. Sijawazoea wananchi. Hawa wananchi wanatuma andiko tunatoonekana kuna daftari waliandika kwenye somo fulani, basi ndo aliko kaweka tu, haki ya Mungu siku akinipa mimi aka ndo nitamalizana nao. Lakini naongea haya nikimaanisha, nafikiria hata kama hakuna kitakachofanyika, lakini tuombe liwepo jambo, hata kama sio kwa nchi. Najua sasa hivi hata hapa kanisani tunakuja kwa kujitia moyo kwamba wamesema yupo wamesema Mungu yupo, eti hivi tunavyoendelea tusipofanya ibada hali itakuwa mbaya zaidi. Ila napo hapa hali ni mbaya sijui wanachosema hali itakuwa mbaya zaidi, si itakuwaje, lakini hata hivi tu naenda kanisani sijui. Ila ukiangalia aina ya mnavyokuja, aina mnavyokuja, na kidogo tu unakuta unajifanya umetingwa. Sasa hivi tumbo la hapa chini Joshua jana amekuja hapa, nikasema Sara, basi usiku wa leo akuche, itakuwa ametingwa sana. Ametingwa sana leo nikiona sura ya Sara ile kichwani kuna kuja kutingwa sana kabisa. Ile sura inaonyesha, kwa sababu wao Jumatano baadaye nikaja najulisha si wazuri sana wakuwepo mapema. Jumatano mara utasikia walienda kumsalimia mama mkwe, wanasema siku zingine hizi hawana nafasi. Kwa Jumatano katika siku za wazi ni Jumatano si wazuri wa kuwahi. Kona kahoma kalipitiamo, basi wakama aitingwa sana. Kwa sasa hivi kuna watu wana tumbo la hapa pembeni, wana shingo la yaani kuna tu ugonjwa, unaona basi watu wanakuja nini, hali mbaya sana. Sasa nikujulisha hivi, sio hali mbaya ya ugonjwa, sio hali mbaya ya ugonjwa, sio hali mbaya ya fedha. Hakuna tukio mahususi linaloshawishi imani ujue Mungu yupo kati yetu bila shaka. Hakuna tukio yaani sasa hivi karibu kila anayeendelea anapambana mwenyewe kwamba nitaendelea tu, lakini ukimwangalia kila mmoja mashaka anayokuaga nayo mahali, kuna mahali watu wanawaza. Juzi kati hapa nimemwona baba Hezekia kapiga picha nyingi, tafikiri za Robert naye nilimuulizaga, tukapiga picha katulia, ameweka na nyimbo za kina Bera Kombo. Naweka natulia, nikasema kaka mkubwa, nakuwa unawaza. Wasema nawaza baba. Kisema najua uwezi kusema unachowaza na mimi sikuambii unachowaza, lakini kinajulikana unachowaza. Hezekia naye nikakuta kuna tuimba to, na wewe umekata passport size hivi kwa hiyo tulia kamoja akaweka,
akaweka na wimbo wake. Ni bonge la mwimbaji, bonge la mwimbaji, kaweka wimbo wake kabisa. Sidhani kama hai kuimba hapa. Sema nawaza sana juu ya imani, nawaza sana, mawazo yangu yako mbali. Sasa mimi hapa naimba tuni ya nani? Ya mamchungaji. Ila ye mwenyewe kuna namna, yani muziki unapoanza tu nikasema najua unawaza. Na kweli wimbo kule mbele sema nawaza sana juu ya imani. Kwa naona karibu kila anayeendelea sasa mnaendelea kwa shida. Na kwa nakishia haya matumbo yaliyozidi sana, haya matumbo haya. Matumbo inauma hapa mchungaji. Siko vizuri siku kadhaa. Kuna kichwa fulani kinakujaga wakati wa baridi tu. Yaani baridi inapoanza. Unamaanisha tu kabisa baridi inaanza ni saa 1, ni muda wa ibada. Baridi hiyo inaanza saa 1, inajulikana muda wa baridi. Unajulikana. Kuna kuta watu wengi homa zimezidi sana jioni. Zimezidi, yani kichefuchefu. Kila ninapokuja hapa kichefuchefu, Sasa nikuhakikishie hivi, sio kwamba mchana unapokuwa mahali hiyo vitu havipo. Msiosikia kwenye mitandao wanasema kweli hizo homa zinaanzia hapa kwenye mashine mliofika Mbeya hapa. Zinaanzia hapa kwenye mashine, ukuta basi watu hapo hali ni mbaya. Sasa nakwambia hivi, hakuna hali na kukuta unachoita jioni kweli imekuja jioni. Haipo. Anakuonyesha picha ya baba Ezekia za passport size nyingi tu amezipiga. Sasa atawaplay siku nyingine, atawaimbia siku. Atawaimbia, kuna vitu fulani anavikusanya. Takuja kuimbia siku moja hapa, mtashinda mnalia. Mungu wetu asifiwe. Taimbia mwenye nao, subiri kwanza. Talia siku 3 mfululizo. Sasa hali za ugonjwa ambazo muda wote ulikuwa umechangamka kuuza duka, changamka kuuza asali, tumbo alipo. Uichangamka kushona, tumbo alipo. Masaa ya ibada linaanza kuvuta. Linavuta, kuna namna linawaka hivi. Utafikiri vidonda vya tumbo, utafikiri tumboni kuna sumu. Na wakishia hilo sio tumbo. Kanisani hapana tukio la dhahiri kwamba Mungu yupo. Kwa ni kama unaenda tu kaona ambacho leo watafanya, wanasema nguvu tunaendelea kumaintain nguvu, naendelea kutunza nguvu. Hiyo ndo inayoleta hizi homa, uchovu, usingizi. Kwa sababu nakuta usingizi sio kwamba kukaa wewe unaanzia hapa. Kuna mahali unakuwa umekaa tu muda mrefu. Umekaa hauji. Lakini ukiwa hapa naye anageuka na mwangalia naye lala. Na anageuka sasa, kwani kuna shida gani hapa? Sasa sio lazima Mungu afanye jambo huko nje. Sisi wenyewe tunahitaji msuri wa kusubiri ukombozi wa Mungu.
Sisi wenyewe tunahitaji msuri. Linaweza hata likafanyika tukio, mtu akajua pasipo na shaka Mungu yupo katikati yetu. Pasipo na shaka Mungu anapokea dua zetu, anasikia kuomba kwetu. Karibu kila hatua katika kuomba utaiona. Mimi nikwambie, mtu yoyote ambaye unaomba kwa moyo wako wote, unafanya ibada kwa moyo wako wote, kuna tukio moja litatendeka kwenye maisha yako. Utayaona maombi ya kila dakika yalivyokuwa yanatengeneza lile jambo. Utaiona ibada ya siku zote zinakuja, utafikiri ni TV ulisave mahali. Zote zinakuja na ulichokifanya na ulivyoomba na ugumu uliokutana nao. Siku zote nyingi huko nyuma nilikuwa nasema siamini kuendelea kwa sababu tunakuambia endelea. Naamini kuendelea kwa sababu kuna hali, kuna tukio limetokea kwenye maisha yako ambalo wewe na watu wengine wanaokujua wote wanasema endelea hivyo ulivyo, kwa Mungu huyo, kwa hali hiyo, kwa hatua hiyo. Endelea sana sana sana. Endelea sana kuomba, endelea sana kanisani. Wai, nenda tena. Kuna namna huonekana. Sasa zingine huwa tunajikuta tu zinatupush, tunaendelea, unaiona kuna nguvu inakusaidia. Hapa ni kama pana kukata rufaa. Sio tena nguvu itupush kuendelea. Hapa nafikiria tuwe na kamsukumo ka aina fulani ya ibada. Tuwe na kamsukumo ka aina fulani ya ibada ambako katasababisha tukio. Katasababisha tukio ambalo tulioko hapa tutafanya ibada kwa moyo uliofunguka, kwa sababu ya hako kanako kufanya useme Mungu yupo na ananisikia. Ndani ya hayo kuna pia kinachoweza kutufanya tukajua Mungu yupo. Mungu anaweza kaja kufunua kitu kilichojificha sana, kitu kilichojificha sana ambacho kwa historia na namna zote ambazo wanadamu wamewahi kukaa, wamewahi kujua, akijawahi kufichuka, akijawahi kuonekana. Ukumbuke nimewambia hivi, target kubwa haitakuwa tu lifanyike jambo kwenye nchi. Tunaungana na watu ambao wamejitoa kufanya jambo, kuomba, kuchukua hatua ili kuweko na jambo jipya lifanyike. Lakini tunapotaka jambo hilo lifanyike, tuhakikishe sisi pia tuna namna ya kuendelea, kwa sababu tutakapotaka lifanyike pengine alifanyike leo wala kesho, pengine alifanyike mwaka huu wala mwaka ujao, ila litakuja kufanyika. Sasa wengi litakuja kufanyika ndio wanaanza kusema ila sisi tuliwahi kulisababisha, tuliwahi kulitochea jambo kama hili, basi tu mimi nilichoka njiani. Ili mtu asichoke njiani, sisi wenyewe kama Mungu ataturidhia, tufanye ibada, tufanye maombi, tuwe na umaalum, ambao wewe mwenyewe unaona kwa hali hii sio kawaida. Umaalum ni kuvuka kawaida. Yaani hivi tunavyofanya sasa hivi, hii sio kawaida, hii hatujawahi kufanya. Tumewahi kujitoa kwa Mungu, tumewahi kufunga, tumewahi kuomba kila siku, tumewahi kuomba kwa kupaza sauti, kwa kujitoa akili, ila sio hivi. Hivi hatujawahi. Sasa mara nyingi kishaanza kufanya vitu ambavyo hujawahi, ujue pia vitatokea vitu ambavyo hujawahi kuona. Narudia tena, mara nyingi ukianza kufanya vitu ambavyo hujawahi kufanya,
ni wakati huo huo uko karibu sana na kwanza kuona vitu ambavyo hujawahi kuona vikitendeka kwenye maisha yako. Kwa hiyo ningependa tu nitoe taarifa hiyo. Siku nyingine nitaisomea maandiko ya kutosha, lakini naomba libaki hilo kichwani mwako, liwe na nguvu hilo kichwani mwako. Na wakati wala ambao unaweza mkafunga biashara zenu mapema, wahi kanisani. Kama kwenda kula chakula nyumbani ni kula popote, na kataga kula gengeni kwa unyimi, lakini kama itakuwa njia rahisi kuwahi kanisani, kula popote, kula chochote. Unawinda mpaka upate chakula ulichotaka upate, ni kwa sababu huna wazo linaloendesha maisha yako. Lakini kama tu utakuwa umebeba mzigo ambao Mungu anataka uhangaike nao ukiwa duniani, hautakuwa unazifuata chipsi Mwambene. Yaani wewe kuna kijiwe fulani wanakaangaga chipsi, unachelewa ibada, lakini mahindi wanachoma cha nyasi unayafuata. Si karanga za mayai si zinakuwa wapi? Jioni ulibaki wali, jana nikakazia wali na chai ya maziwa nyumbani. Amna. Msafiri rafiki yangu sio mtu ambaye mpaka ukapate unachokistahili. Ni mtu ambaye unatakiwa ujipunye. Mimi ni mfano kwenu. Hawa nao nilio nao, waulize kama kuna siku ninawauliza leo mtapika nini? Zaidi wao kwa kunihurumia ndio anaweza kusema mzee, pengine leo tupike hiki. Mimi si waulizagi leo mtapika nini? Nalishwa kama mtoto. Yaani wanawazaga wenyewe. Siku kikosea ukasema hiki nakipenda, unaweza kukulisha hata mwezi. Si kwa sababu samaki wale walitoka migebuka sio itoka kule kwa sababu sio walikuwa najua itaoza. Na siku fulani nilikula kama wiki hivi mpaka nikasema hii shughuli hii nadhani imekusudiwa mpaka waje waishe. Kasema nimekoma kusema nawapenda. Waliendelea kuwa wazuri kwa sababu ni mtu ambaye nasema sasa wasiponipa hiki watanipa nini? Si hicho tu ndo kilichopo. Kwa hiyo niliwakunguta, nikawa na hesabu tu nakuta. Kesho kuna chakula kinakuja, kuna ule samaki mrefu yuko pale. Kesho wamebadilisha, wameleta ndizi, samaki yuko pale. Ni wali, samaki. Ugali. Sikuwa waza, we, ananoga zaidi na wali, naomba. Naomba nipumzike po. Sasa hapana, sasa hivi siri nitakula hivi mboga za majani hizi. Nikanyoka na mboga za majani nikaacha huku. Kwa sababu kuna kitu. Sasa nakufundisha nini? Najaribu kufundisha maisha kwamba usiishi maisha ya ilitakiwa nile kitu gani. Mimi mnakuhakikishia sikumbuki ni mwaka gani mimi nimewauliza leo mtapika nini?
Hata kama nikiuliza mnapika nini, badilisheni kisiwe kile, hamna. Tumekaanga miogo, tafuta mikali. Wakati mwingine imesururuka ile yani ile miogo tafikiri inaelekea kuwa mtori. Unapiga tu. Siwacheki, siwasemi, sababu kuwaza mtu ale nini ni jambo gumu sana. Ndio maana wananchi najikutaka mnaanza kuwasha mkaa saa 6 usiku ndio unawaza kama kuna matembele kwa nyuma unajua matembele saa 6 usiku kuna kibanda kiko wazi, unampongeza sana mama ntilia anayechelewa. Safi sana bwana, unachelewa hivi hivi. Kuwaza kiliwe nini ni kazi ngumu sana, ngumu sana. Kwa hiyo siwacheki, ila anajaribu kuonyesha ushirikiano naoweza kuwapa. Nitawacheka tu wakizicha chumvi, wakiunguza. Unacheka tu, ndio wacheka kwa sababu wanataka wasiunguze, wasiziche chumvi. Ndio nawacheka kwa kaleo kamekolewa tumeshi. Kwa tufanyaje sasa? Tunakula. Tunakula hivyo hivyo. Kama hatujala ujue tumeshiba. Takuta kesho. Naomba tafadhali sana, punguzeni kujihurumia. Punguzeni. Maisha ya kesho ni ya kwako. Matumbo ya chini, matumbo ya kuelekea kwenye chembe ya moyo. Hebu muangalie shughuli zingine, mbona ziliendelea? Kwa nini kwenye kaubaridi fulani kakwajia pamkanile? Kwa nini kaubaridi fulani kakwajia pamkanile ndio tumbo kuna namna fulani hivi? Hapana, hapana wananchi, hapana. Kama shughuli nyingine yoyote unaweza ukajikaza. Wadi fulani kwa zamani wanahubiri aliandika kwenye kitabu cha Mambo Mengi, kama unaweza ukajikaza hata kwenda chooni, basi wewe kuomba unaweza, sababu kama shida ni kubwa ungekuwa unaachilia hapo hapo. Shida kubwa kama unaweza lakini kama unaweza ukajikaza ukaenda hospitalini, wewe kuomba unaweza. Utaombaje? Tumia ile sauti ambayo kwanza ndio sema Yesu, 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 kwa sababu ndio hiyo. Ndio hiyo. Lakini unakuta jamaa unaweza ukakaza mwendo hapa mpaka 8 unafuata daladala pa kupanda, lakini huwezi kukaa kanisani kuomba, na kumbe ule mwendo wa kwenda 8 ungeomba kanisani, hiyo hali isingekuwa hivyo. Hayo majaribio sasa hivi hamna, mnapishana tu kwenye maduka ya madawa na shati fulani refu hivi I say hivi dawa ya tumbo la chini hapa. La chini wapi? Mnakunywa na ambavyo sivyo. Wanafikiri mtu anapokuuliza tumbo inavyokuuma unampaga jibu ambalo ndilo anallohisi. Tumbo linakuuma kwa namna nyingi sana. Kwa namna linawaka hivi, linawaka. Sema hilo kuwaka hilo, hebu kunywa hizi Sclososquin. Kwa hiyo na wewe pao unajikuta tu kabisa, nipona hali ni ngumu kidogo, nimewahi kidogo duka la dawa hapo. Kwa hiyo na mashati haya marefu sasa hivi, haka wananchi mtaani huko wanasema hali mbaya sasa hivi kila kona. Watu wajipapalia kujiokoa. Watu wa Mungu, imani sio hivyo. Imani sio hiyo. Imani ni kanamna kenye kujiriski.
kwenye kujiriski, yani kanamna kala ambako kuna maeneo mengi utaambiwa ulichelewa wapi, unajibu kimoyo moyo, nilichelewa kwa Mungu, nilianza Mungu kwanza. Basi nami utaendelea kesho kama ngozi, tuombee taisha ibada. Mungu abariki sana kwenye mtandao. Mimi leo naongea sana na wananchi hapa mambo ambayo kana pengine yasiyo na mchango mkubwa sana. Karibu sana. Tuombe. Bwana Yesu, tunakushukuru kwa ajili ya pendo lako. Tunakushukuru kwa namna ambavyo umetuwekea wazazi mbele yetu ambao umekuwa natujali na kufikiri juu ya maisha yetu zaidi ya vile ambavyo sisi tumekuwa tunafikiri. Mungu, tunashukuru kwa ajili ya pendo hili. Tunashukuru kwa ajili ya maelezo yote ambayo yameendelea na maonyo ambayo yameendelea katikati yetu. Tunaomba Mungu tusaidie kuwa na sikio la kusikia, lakini zaidi sana tukawe watu wa kuyatafakari haya na kuona itupasavyo kuyachukulia hatua. Mungu, tunakushukuru kwa ajili ya namna zote za kiibada ambazo tumeendelea nazo hapa, ambazo tunaamini ndani yake kuna namna ya kuingiza uzima ndani yetu, kuingiza ufahamu ndani yetu, kuingiza namna ya kuishi ambayo itakuwa ni salama kwa maisha yetu ya leo na kesho. Asante Mungu kwa ajili ya wote ambao tumekutanika hapa kwa ajili ya ibada hii, kila mmoja kwa namna ambavyo alitazama umuhimu wake na akaona kuna sababu ya kuwepo mazingira haya. Asante kwa ajili ya watumishi wako wote ambao wamekutanika katika maeneo mbalimbali katika makambi yetu, wakiwa wanashiriki ibada hii pamoja nasi, na hata wale ambao wamekuwa wakishiriki kwa njia ya mtandao wakiwa mmoja mmoja. Mungu, tunaamini liko neno moja ambalo limekusudia kututoa katika hatua ambazo tumekwama. Mungu wa milele mtakatifu, tunairisha ibada hii katika masaa haya tukiwa tunaamini ya kwamba kesho tena utatupa neema nyingine ya kukutanika katika mazingira haya kwa kutafuta hatua nyingine zaidi. Tunaomba Mungu zaidi sana tukawe watu wa kufikiri ya kwamba liko jambo la muhimu na la maana sana tunalotakiwa kulitafuta katika taratibu hizi zote ambazo zimekuwa zinawekwa. Namna yote ambayo mtumwa wako amekuwa nakaa kifikiri kubadilisha taratibu hizi na zile, kwa vyote kiko kitu ambacho anakitafuta cha thamani kuliko yale ambayo tumekuwa tukihangaikia. Takatifu Mungu li hai, tunaomba mkono wako uambatane pamoja nasi, tukafikiri zaidi sana yatupasayo kutenda. Katika jina la Yesu Kristo, Mungu wa neema na rehema, ambatana na kila mmoja atakayetoka mazingira haya ya ibada. Amen.